Serikali pamoja na muungano wa upinzani umepewa changamoto ya kujitoa zaidi ya nembo na kauli mbiu za kisiasa na matusi majukwaani, badala yake kutoa suluhu ya matatizo yanayowakumba Wakenya. Katika mkao na wananchi jijini Mombasa, kiongozi wa chama cha Safina Jimmy Wanjigi anasema kuwa ni wakati Wakenya waamke na kujua kinachoendelea, hasa ukiwa ni mwezi wa kusomwa kwa bajeti na mswada wa fedha kama ule ulioleta utata mwaka 2024-2025. Zimesalia siku 9 kabla ya waziri wa fedha John Mbadi kushuka dimbani katika majengo ya bunge kuisoma bajeti ya zaidi ya trilioni 4.7 kwa taifa. Lakini kabla ya hapo tayari ndimi za minong'ono ya chini kwa chini kuhusu mswada wa fedha mwaka 2026 zimeanza kutamalaki. Kwa hivi karibuni zaidi kuamua kuibadilisha minong'ono kuwa sauti za juu kwa juu ni kinara wa chama cha Safina Jimmy Wanjigi. Akiwa katika kikao cha baraza na wananchi huko Mombasa, Wanjigi anasema sera za fedha na bajeti nchini ni mbovu kupindukia, akisema ushuru wa nyongeza kwa bidhaa wa 16% ni kumnyonga mnyonge. From 16 to 5%. Sio ni mzuri? Kwa sababu hatulipi nini? Kwa sababu hatulipi nini? Aidha, Wanjigi amesema deni la taifa linahitaji kufanyiwa tathmini upya ili kuzuia kukopa zaidi na kumbebesha Mkenya mzigo ambao huenda ukakosa mwisho. Hatutalipa hiyo deni kwa sababu si halali, haiko kwa bajeti yetu. Tulipinga hiyo mambo ya finance bill, lakini walipitisha mlango wa nyuma wakapandisha vitu. Sasa tax iko juu, hiyo naona ni mchezo. Mimi si support hiyo finance bill because tunafinyiliwa sana kama Wakenya. Na maisha venye iko saa hii, hata yeye ni Mkenya nafaa aone. Maoni ya Wanjigi yanaungwa mkono na Wakenya wengi ambao wamekerwa na hali ngumu ya maisha, ikiwemo kupanda kwa bei za mafuta, madai ya serikali kulipwa pesa na Marekani ili kujenga vituo vya karantini, miongoni mwa mengine. Tayari Wakenya wameapa kuandaa maandamano kupinga mswada wa fedha mwaka 2026. Hakuna SHA, hakuna SHIF, hakuna chochote. Hiyo tunaitoa haraka. Tunaitoa. Unaenda hospitali na idea, unashika vizuri, unapata matibabu. Mwaka huu vipengee vya kuongeza ushuru wa kodi kutoka 7.5 hadi 10 na kuanzishwa kwa ushuru wa simu kwa wanunuzi katika 25% kwa kila simu mpya vimewakera Wakenya mno.